الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada rahma kipenzi cha umma bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, tukiwa katika 10 la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani wa mwaka 1446, ambapo leo ni siku ya mwezi 27, nimeonelea niwakumbushe wafungaji, niwakumbushe Waislamu kwa ujumla juu ya umuhimu wa ibada iliyo mbele yetu. Mbele yetu kuna ibada kubwa kabisa, na ibada hii ni ibada ya zakatul fitri, zaka ya kufunga, sadaqatul fitri, zaka inayoambatana mara tu kwa kukamilika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu wapendwa watazamaji wa kipindi chetu cha Bani Saadi TV online, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia waja wake faradhi mbalimbali, lakini pia akawekea utaratibu kila kwenye ibada ya faradhi kukawa na ibada ya sunna. Mfano, tunapomaliza kuswali swala za faradhi, kuna swala za sunna za baadia, na kwa ujumla wake hizi swala za sunna na za baadia na kablia zenyewe lengo kuu zinakuja kukava makosa yanayopatikaniwa kwenye ibada mama, kwenye ibada tanzu, kwenye ibada kongwe ya swala. Ikiwa umeswali ukateleza kwa namna moja au nyingine, hizi ibada zako za sunna ndizo zitakazoweza kukava katika zile ibada zako za faradhi. Basi pia vile vile ameweka kwenye ibada kongwe ya hija, kisha akaweka ibada ya sunna ya umra. Basi hivyo hivyo kwenye ibada ya funga ya Ramadhani ameweka ibada za sunna pia vile vile, na katika ibada ya kutoa zaka pia vile vile zakatul mali ile pia ameweka zaka ya zakatu alfitri. Ndugu zangu watukufu watazamaji wa kipindi chetu na ndugu zetu Waislamu kwa ujumla, kuna umuhimu na kuna ulazima na kuna uwajibu wa Waislamu kujiandaa na kutoa zakatu alfitri. Zakatul fitri amefaradhisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo ni vyema kwa mfungaji akajiandaa kutoa zakatul fitri, kuwapa wale walengwa, ili mdadi nao wajisikie hii siku ya sikukuu, wajihisi hizi siku za sikukuu kwamba wapo katika umoja na mshikamano. Na hapa tumeambiwa na bwana mtume sallam, ughunuhum anis suali fi yaumil eid, watoshelezeni hao wenye wasiokuwa nazo, maskini mafukara, muwape na wao, ili kuwatosheleza wasio wanaomba ile siku ya sikukuu, kwani kuomba ni katika udhalili. Kwa hiyo tuwape zakatul fitri. Na zakatul fitri inatolewa chakula. Inatolewa nini? Inatolewa chakula, kama hadithi ilivyokuja katika sahihaini, katika hadithi ya Saidi al-Khudri radhiyallahu anhu, kwamba anasema bwana mtume sallam, walikuwa wakati wa mtume sallam, tulikuwa sie nuutiha, tunatoa hiyo zakatul fitri fi zamani nabii sallam, katika kipindi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, swaan, pishi, min taamin, ya chakula, au swaan min tamrin, au pishi inayotokana na tende, au swaan min shairin, au pishi inayotokana na ngano shair, au swaan min zabibin, au pishi inayotokana na zabibu. Tunawapa wale ambao wasiokuwa
wasiokuwa navyo. Na wakad fassara jam'un min ahli ilmi, wametafsiri hadithi hii ya sehemu kubwa ya wanachuoni bi annahu, kwamba hii aliposema taama, chakula, kilikuwa maksudio albur, bi annahu albur au ay alqamhu, ngano. Kwa hiyo basi, na makusudio haya ya chakula, ma yaktatuhu ahlul biladi, kile ambacho ndiyo chakula kikuu katika eneo husika. Sawa ilikuwa ngano, dengu, sawa ilikuwa na tende na kadhalika na kadhalika. Kwa hivi ndio aina ya vyakula ambavyo anatakiwa mtu atoe kumpa yule ambaye hana. Lianna zaka, kwa sababu hiyo zaka muwasatun, inawaliwaza, ni kiliwazo, minal aghniya, kutoka kwa matajiri, lilfuqarai, kuwapelekea mafakiri. Ni vyema siku ya sikukuu anapaswa mwanadamu Muislamu kumliwaza, kumpa yule ambaye yupo katika sikukuu ile. Kwa ni vyema mwanadamu Muislamu akatoa zakatul fitri. Kutokana na umuhimu huu, ni vyema na kukumbusha mapema mtu ajipange, awape majirani zake, awape mafakiri, awape maskini zakatul fitri. Zakatul fitri imeletwa kwa ajili ya kuwaliwaza mafakiri na maskini, na wao jisikie kwamba wako katika furaha. Na unachotakiwa kutoa ni kile ambacho kimezidi kwako wewe katika aina ya vyakula. Yani mwenyewe na chakula siku yake ile sikukuu na siku zingine mbili, kitakachozidi unatakiwa utoe, uwape maskini kwa namna moja au nyingine. Sasa alikuwa majirani zako, unaishi nao na hivyo. Ukiona hali zao ngumu, basi wape zakatu alfitri. Na hii ni wajibu, ni vyema, na pia inasuniwa ni vyema kutoa zakatu fitri kabla ya kuswali swala ya Eid. Itakapoandama tu mwezi ule wa Shawwali, mfungo mosi, kama tulivyozoea kusema, unatakiwa utoe siku yake ule zakatul fitri. Sio utoe baada ya kuswali salatul Eid. Ukifanya hivyo itakuwa ni sadaka kama sadaka zingine. Unaweza ukatanguliza bio ukatoa mfano mwezi 28, 29, hapana ubaya kwenye hilo. Unaweza ukatoa zakatul fitri ukawapa wahusika. Ndugu zangu wapendwa, kiwango gani kinatolewa? Tumesema pishi, na pishi moja inalingana, wameconvert ahlul ilmi, wakasema zakatul fitri kariba, kwa maana kilo 2.5 au 3 kasoro hivi. Ukizidisha sio mbaya. Kwa hiyo tutafanya hivyo inshallah, tuwape mafakiri na masikini. Tukifanya hivyo inshallah tutakuwa tumetendea vizuri somo zetu, na Allah Subhanahu wa ta'ala atatulipa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.